Yes, inaitwa Nyimbo Zetu kabisa, na humu kulikuwa kuna ndugu zetu wanako tunako bwana, wamepishana vizuri sana. Jide amepishana nao yani hapo na hapo, yani unajua wao wana flow yanapita, lakini nilipenda uimbaji wako Jide humu. Ni kama melodic rap ilikuwa, sijui ni kwa sababu ya beat ama kwa sababu ulifanya na Manako, kwa sababu ya historia na historia yangu na hip hop. Yes. You know. Kwa hiyo tunawaambia vijana kwamba jamani, hata Jide amepiga melodic rap humu kwenye Nyimbo Zetu. Kwa hiyo kwenye Silver zimo verses za kuchana. Hatari. Sasa hapo jamani, kateni tiketi zenu jamani mapema. Sije kusema sijana tarehe 13 sio mbali. Baki siku ngapi hapo? Kwa hiyo zimebaki siku 6 hapo. 6. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Pengine utamshuhudia Jide akiflow kama hivyo. Umesikia kuna some verses hapo. Na nimemaanisha kwenye album ya Silver. Si ndio? Si ndio kwenye album? Tunasema tutakusikia hapo siku hiyo ukipasuka, au sio bwana? Na sio siku ya show, kwenye album kwenye album. Si lakini si unaweza kutupa vionjo pale jukwani? Sisi mwenyewe inazinduliwa pale. Tutaangalia, album inatoka tarehe 15 actually. Oh yeah? Okay. Yes. Siku mbili baada ya show. Siku mbili baada ya show. Okay. Itakuwa Jumapili. Lakini tumeshamaliza kutathmini concert ilivyo, bado tuko kwenye hali ile ya then tunakaa na kusema. Nataka kuniambia kwamba watu wa mikoani wataisikia album kwenye show zao. Unajua sio rahisi kuperform nyimbo zote mpya ambazo watu hawazijui. Kwa sababu show ni ile uconnect na watu na wenyewe wafurahie kile wasing along. Sasa iwezi kuwa wimbo umo kwenye album ndio kwanza wanaosikiza hawajaujua. Sahihi. Ukiimba wanasimama wanakushangaa kwanza. Kwa hiyo lazima wapatie time ya kuzisikiliza. Lakini tayari tumeshatoa Popo imo kwenye album, kwa hiyo tayari ni wimbo ambao tutauperform pia ambao wanaofahamu. Nasubiri kwa hamu kuona performance yako na Jomakini. Okay, sawa. Tuzungumzie this song, the idea ya idea ni Nyimbo Zetu, muziki wetu, tuna upraise na nini, lakini the idea kufanya na Manako. At the time Manako walikuwa sawa, wapo wanafanya vizuri, lakini bado ile image ya hardcore na nini, na huku pande kuna mambo ya biashara. Mimi mwenyewe hardcore. Of course. I like that. Mimi so laini hivyo kama watu wanavyofikiria. Kwa hiyo watu wa hip hop ndo watu wa aina yangu tuseme. Okay. Yani kitu chochote kingine wanachokiona au image nyingine yote wanayoiona ya Lady JD ni ya kibiashara. Okay. Watu wasichukulie poa. Yani wasichukulie poa. Zile za kuambiwa Jide au jamaa au bana ngumu sana au bana usimbe nao na nini, unajua watu wanakumbana nayo watu kwa hardcore rappers wanaona kama ni watu wahalifu, yani utakiwa hata kushirikiana nao sometimes. Sasa wale wana uhalifu gani? Kwani wamewahi kupiga mtu au yani kufanya uhalifu wa aina gani? Maana yangu ni kwamba mimi I've been in a hip hop world in maisha yangu yote. Na sometimes ilikuwa nakosa baadhi ya fursa kwa sababu tu kwamba nilikuwa naambiwa ni hip hop. Yani huyu jamaa hip hop sana. Yani kuna fursa fulani nimenyimwa nyingi, na nawajua mmoja baada mmoja ambao walininyima, japo walikuwa wanapita kwa nyuma, lakini wasema huyu jamaa hip hop sana. Mimi nafikiri watu wasiwe wana judge kitabu kutokana na either uchakavu wa cover au kwa sababu mtu kama yeye ameamua image yake iwe hivyo. Na haikudhuru wewe kitu chochote. Kwa nini iwe shida? Na kuelewa kwa sababu hapa vinaingia vitu vingi sana hapo, yani kwamba he is hip hop, why not sasa? Kwa hiyo sasa yeye pia ni hip hop, labda yeye inawezekana pia yeye wewe anavyokuona sio kitu ambacho yeye anataka kukifanya. Kwa hiyo na yeye akuone hivyo kama unavyomchukulia. Ni swala tu la kila mtu kuheshimu kitu mtu mwingine alichochagua kuwa au mtu alichochagua kukifanya. Asante. Kwa sababu kila mtu ana nafasi ya kufanya kitu anachokipenda. Asante sana. Yani hapo tuishie hapo. Watu ndicho kwa anasemaga siku za tatu. Yani mtu ni rahisi sana kusema he is hip hop, lakini yeye ukimwambia wewe uite nani R&B basi nini au kwa nini sasa mimi hutaki kukubaliana na mimi afu nataka lazima nikubaliane na wewe yani. Basi bana.
tumeishia hapo, umemaliza. Jide, kuna surprise hapa. Surprise yako moja nzuri sana, na huyu ni moja kati ya watu muhimu sana kwenye historia ya Bongo Flava. Alifuatilia mahojiano yetu ya kwanza, akasema atashiriki kwenye mahojiano haya ya pili, na angependa kuzungumza vitu fulani kwenye hapa kwenye line. Tunasema yuko the one and only Mr. Bongo Flava mwenyewe, mtu ambaye ametuletea jina la Bongo Flava, bwana Mike Mhagama, all the way kutokea Los Angeles, California. Anatujoin hapa na ana salamu muhimu sana kwako Jide. Mike, karibu sana, na unasemaje kwa dada mkuu hapa Jide JD aka Commando? Karibu Mike. Judith Wambura Mbibo aka Lady JD. Mimi ningependa kumpongeza kwanza kwa sababu hatua ambayo amefikia ya kutimiza miaka 25 katika muziki wa kizazi kipya wa Bongo Flava, na yeye kuwa the crowned queen of Bongo Flava, si jambo dogo, ni jambo kubwa, ni jambo la kufurahisha, na ni jambo ambalo kwa kweli ametutoa kimasomaso sisi ambao tuliamini uwezo wake toka enzi hizo. Sasa kwa wale ambao hawafahamu ni kwamba mimi nimemfahamu Lady JD kabla ya kurekodi muziki wake rasmi, akiwa tu kijana ambaye ana matamanio, kijana ambaye ana kipaji na angependa kushiriki katika harakati na kashikashi za muziki wakati huo. Na mara baada alivyokuwa akipiga simu kupitia kipindi cha DJ Show cha Radio 1 ambacho mimi na Taji Liundi Master T tulikuwa tukikiendesha, tulikuwa tunaona uwezo wake, na nakumbuka kama yeye mwenyewe alivyokuwa kusema mara kwa mara alishiriki katika session ya vipaji halisi kupitia kipindi hicho, na baadaye kuweza kushinda na kupata nafasi ya kwenda kurekodi kwa Master J nyimbo yake ya kwanza. Sasa bahati mbaya mimi sikupata nafasi ya kupiga nyimbo hiyo ya kwanza ambayo aliitoa, kwa sababu by then kwa tayari nimekwishaondoka, na hilo ni jambo ambalo nasikitika sana kwa nini hakuweza kurekodi mapema, japokuwa katika namna ya kutaka kuanza kurekodi wimbo huo, kama atakumbuka, nilimshauri awashirikishe vijana wawili wa kiume ambao walikuwa wana rap wakati huo. Mmoja alikuwa anaitwa Steven Mdoe au DJ Skills, Steve B ambaye kwa sasa ni marehemu bahati mbaya, na mwingine anaitwa E Attack ambaye naye pia ni marehemu kwa sasa. Walikuwa wakisoma shule za sekondari pale mjini. Kwa hiyo nilimshauri ajaribu kuwashirikisha hawa, lakini kwa namna moja au nyingine haikuwezekana. Kwa hiyo by the time anatoa kupitia project ile ya DJ Show sikuweza kupata nafasi ya kupiga nyimbo yake, lakini aliweza kudhihirisha uwezo wake mpaka kufikia sasa miaka 25. Kwa kweli ni jambo ambalo kwa kweli yani too emotional for me as well. Kwa hiyo congratulations. Kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba kilichomfikisha hapo alipo si kingine bali ni uwezo wake mwenyewe ambao ni talent, raw talent aliyokuwa nayo. Japokuwa alianza kwa rap na baadaye kuimba, lakini Judith ana talent ambayo hata kama atumie vyombo akiimba unaweza kusema hata kama una matatizo utayasahau. Lakini pia ni work ethic. Judith akikazania jambo lake basi atalifanya kwa ukubwa ambao nyinyi ambao mlikuwa labda pengine mnamkatisha tamaa mnaweza mkawa mmepata shock au mtapata shock, kwa sababu atalifanya kwa ukubwa ule ambao yeye aliutazamia. Kwa hiyo work ethic yake ni kitu ambacho kimemfikisha hapo alipo. Lakini pia Judith ni mfanyabiashara, ni smart business woman, na make smart business decisions, na haogopi kufeli. Tumeona na project zake mbali ya muziki mbali ambazo pengine kwa namna moja au nyingine watu wanasema amefunga hiki, lakini anaibuka upande wa pili na kitu kingine kipya kabisa na kwa moto ule. Kwa hiyo for that I mean kudos to her. Lakini pia ana connection ambayo ni sijawahi kuiona kwa msanii mwingine. Unajua wasanii wetu wa Bongo Flava ndio wanaweza kuwa wanafanya matamasha, wanajaa watu na nini, lakini watu watakuwa wanashangilia, wanapata vibe, lakini Judith ana ile connection, yani wanasema genuine connection na audience yake. Yani akifanya concert au akifanya show sehemu unaona kabisa yani connection iliyopo kati yake na washabiki wake. Sasa hilo ni jambo sio la kupuuza kwa wanamuziki wetu hawa, na unafanya hivyo au unapata hiyo connection kwa sababu unawajali, yani unawaimbia wao, sio unaimba tu kwa ajili ya kuimba au for the sake of singing, lakini unawaimbia wao maisha yao, kila kitu kinachoendana na maisha yao. Mengine yanagusa kabisa mambo ya ndani kiasi cha kwamba hata akiimba watu wengi wanadhani kwamba anayoimba labda amempata yeye, lakini nadhani kuna mengine
ambayo hajampata yeye, lakini anaimba yana connect na wale ambao anawaimbia ambao ni washabiki wake. Kwa hiyo hilo kweli ni jambo la kumpongeza sana, na ndio maana nakuta sasa hivi watu wengi wanasema, kwa mfano huyu msichana mdogo aliyekuja sasa hivi katika muziki anaitwa Abby Chams. Abby Chams labda ile swag na vibe unaweza kumfananisha na Vanessa Mdee, lakini the kama nilivyosema, ile raw talent, work ethic, na ile genuine connection na audience, hivi vitu vitatu mimi nadhani amevipata kutoka kwa JD, knowingly or unknowingly amevipata kutoka kwa JD, na ndio maana unakuta kwamba sasa hivi binti huyu anapiga hatua kubwa sana. Lakini shukrani sana kwa Lady JD, kwa sababu nadhani amemsoma Lady JD, namna ambavyo anafanya vitu vyake, namna ambavyo ameweza ku consistently kurudi na kuendelea na muziki, hata kama akipotea kwa muda, akirudi anarudi kwa moto ule ule na hachuji na hachoki. Kwa hiyo shout out to her and happy 25 years katika game, and wishing you nothing but the best. Na baadhi ya mambo nimeandika kwenye kitabu changu cha Bongo Flava ambacho kimeshatoka tayari. Kwa hiyo nadhani Judith naye anatoa kitabu chake hivi karibuni, kwa hiyo watu wasikose kununua vitabu hivi viwili ili waweze kuangalia na kujifunza mengi kuhusiana na muziki wenyewe na vile vile kuhusiana na maisha ya Judith Wambura kama msanii ambaye ametutoa kimasomaso sana, na sasa hivi kwa kweli kutimiza miaka 25, mimi nampongeza mno na I'm very happy for her. Asante sana brother Mike Mhagama, Mr. Bongo Flava, the original Mr. Bongo Flava, au sio bana? Yeye alitupatia jina hilo na ndo tunaishi nalo, na amezungumza vitu vizito sana hapa Jide. Nadhani umemsikia bana. Una lolote juu yake na aliyoyasema? Mike, unajua mimi nimekuwa namuongelea mara zote kwa sababu unajua ni watu ambao siwezi kuepuka kuwaongelea kwenye story ya miaka 25 JD au safari yangu ya muziki kwa ujumla. Sawa. Kwa sababu mwanzo wakati naanza ni wao ndio watu ambao nilikuwa na wanaweza kunipa nafasi. Wako radio, mimi napiga simu naimba, wao ndio watangazaji, kwa hiyo wao ndio wanaendesha vipindi vya talents. Kwa hiyo wanajua mwanzo wangu kabisa wa chini tangia nikiwa mdogo. Okay. Yeah. Shout out kwa Mr. Mike Mhagama. Kitabu kimeshatoka bana, kionyesha kitabu. Okay. Kwa hiyo mzee wangu hapa bana Richard Palangio, unakiona hiki? Onyesha bana. Kimeshatoka kitabu rasmi, Bongo Flava tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Kwa hivyo yes, unaweza ukapata nakala yako sasa hivi, na hichi ndio kimeandikwa na huyu aliyotoka kuongea hapo, na mwitaga Mr. Bongo Flava mwenyewe, au sio bana, Mike Mhagama. Muda mfupi ujao tutakwenda kusikiliza matangazo tena kidogo, na tukirudi tutaendelea walau kidogo na albamu yetu ile. Mpaka sasa hivi unasemaje nephew? Unanivuta. Hii miwa iliyotoka kwenye Shukrani. Unanivuta. Lakini inabidi nikasikilize tena mwenyewe. Utakubali tu mwanangu, utakubali tu. Hamna shida. Au sio utakubali tu. Wakati tunanania hapa, tunaondoka hizi sekunde chache zingaja sikiliza hii ipo kwenye Shukrani pia, hii hapa kidogo after rudi nayo. Ilikuwa ni ngoma nyingine kutoka kwenye album hii, na of course sijui kuna hii imekaa haina jambo lolote, ni wimbo tu. Okay, sawa. Wake naona Rashidi kidogo. Rashidi nyimbo zenye story hajauliza. Anaza kwake yani ambazo anataka kuziletea tu shanta nini au vitu. Rashidi anapenda mambo ya shari. Hivi inaonekana hivyo lakini sionikana hivyo. Sionikana hivyo bwana. Sionikana hivyo. Ndivyo ulivyo bro. Umeunga mkono vitu vyangu hivi. Asema unajua hii kwenye hii albamu ukisikiliza vizuri, kwenye hii ngoma unamwona brother hapa anakuambia anaipenda hii albamu, ngoma zake zote, ngoma kama hii pia anaizimia. Ezena pia ikawa kuna story pia ndani yake ambayo yeye inamhusu, bwana pia ngoma kama hizi anazipenda sana. Hakuna shida kwa sababu mimi si binadamu pia. Yeah, of course. Sasa wewe kuna shida gani? Hamna shida hiyo. Okay, sawa. So, hiyo ilikuwa ni moja kati ya joints ambazo zinapatikana kwenye album ya Shukrani, na nilikwambia leo tutajaribu kuipitia walau kwa haraka pia. Sasa kwenye Shukrani sasa pale nafikiri nimekupitisha huko kote huko, ukawa unaona kama anakutania kuhusiana na album hii kuwa ni moja kati ya zile bora kabisa kutoka kwake, lakini pia kwenye Bongo Flava. Ndani ya album hii sasa ndo kukawa kuna dudi moja hivi ambalo hilo sasa likawa nifunga kazi na likasimamisha nchi.
Noma sana. Noma sana. Ushanijua lipi? Waga sinitaja jina. Wewe piga tu tunajua. Inaitwaje kipara? Talo. Umepatia kipara bwana. Kipara mtu makini sana. Okay. Inaitwa Njalo, walishirikishwa Mina Nawe. Afrika tutatoka JD. Kila nchi ina kionjo. Uzuri wa wenzetu, ukiusikia muziki wao unajua kabisa kama huu ni muziki kutoka nchi fulani. Afrika Kusini. Tofauti na sisi ambao hatuna identity. Kwa hiyo kwa South Africa wana categories tofauti. Lakini ukisikia unasikia ni muziki wa South Africa. Kwa hiyo watu wengi wanaita hii ni kwaito, lakini sio kwaito, ni Afropop. Okay. Okay. Afropop ya South Africa. Yes, South Africa. Kuna mtu mmoja alitekenya hapa akasema Jide vipi singeli? Atatuletea hata walau moja hivi. Nimeshamaliza kurekodi album. Kuna dude la singeli humo? Hapana. Kwa nini ufikiri kwa humo hamna, lakini tunaweza tukapata chochote siku fulani hivi, si ndio? Sijui hata nitaimba nini sasa kwa. No, sikisi kuna waandishi wanaweza kuandikia vijana wa singeli wazuri kabisa, wanaweza kuandikia singeli. Hamna bana. Chana. Okay. Sawa. Ambacho nafikiri kila kitu kinawezekana. Mimi naamini kwa hii ni fursa zaidi kwa producers. No, asilazimishe. Kwa tayarishaji. Asilazimishe. No. Kwa sababu kuna siku alisema yeye mwenyewe kwamba inawezekana anapokea ideas. Inawezekana wakati mwingine msanii anaweza idea ikiwa nzuri. Unaona, inawezekana. Kombe inawezekana. Sometimes producer hapa duniani kitu ambacho hakiwezekani ni mtu akiwa ameshakufa hawezi kufanya tena. Sahihi kabisa. So watu huwa wanasema labda mimi siwezi kabisa kufanya hiki. Kabla hujamaliza maisha huwezi kusema huwezi kufanya hiki. Watu wanakuaga kwenye vyama wanajisema mimi siwezi kabisa kuhamia chama kile, siwezi kwenda huko, baada ya siku mbili wampewa hela unashangaa kwa shamba. Maokoto si. Kwa hiyo never say never. So, Mina Nawe hawa bana. Hawa ulipiga nao hii collabo na kusema kweli walivutia sana kwenye wimbo. Connection yako na wako wapi hao jamaa? Walikuwa ni watatu, bahati mbaya wawili wameshafariki. Okay. Amebakia mmoja. I see. Kwa hiyo sasa hivi na maana member ni mmoja, sidhani tena kama unaweza kaita Mina Nawe. Sio yani, kwa hiyo ni kama hakuna Mina Nawe tena. Okay. I see. Sawa. Mabadiliko ya kimuziki mara nyingi huwa yanaleta maneno sana. Mfano tofauti na kipindi kile kidogo, lakini walivyopiga umeita Afropop ilionekana sio jambo fulani la nani sana, watu walifurahia sana. Katikati hapa vijana wamekuwa tunasema umeivamia kwa nguvu ile mapiano. Jide amefanya ngoma za Kisouth kabla ya mapiano, tunasema huko. Kumekuwa na mpasuko mkubwa sana. Baadhi ya watu hawakubaliani kabisa na masuala ya kuvamia genre nyingine kama hizi ambazo wakati mwingine zinaleta ladha kama hivi. Mtazamo wako ni upi hapa? Unajua muziki ni kitu kipana. Alafu unaweza ukafanya kitu chochote kwenye muziki. Kwa hiyo swala tu ni mapokeo na namna ambavyo unaweza kufit kwenye huo muziki. Okay. Kwa hiyo watu wanafanya muziki kwa sababu ni biashara yao, na biashara inapowapatia au inapowapeleka ndicho kitu wanachokifanya. Okay. Kwa mimi huwa sipendi sana kucomment kwenye kazi ya mtu mwingine. Umeelewa, hizo ni biashara za watu. Sahihi. Kwa sababu hata mimi nisingependa mtu wa comment vibaya kwenye biashara yangu. Sahihi. Na mimi kama mwanamuziki naamini kwenye kufanya muziki aina tofauti. Bongo Flava haina identity. Bongo Flava watu wanaimba kila kitu. Kwa hiyo ukisema ni collabo. Yani ukianza kusema fulani ameimba hiki, iko nimeimba hivi, kila mtu anaimba kitu chake anachoona. Okay. Lakini tu kuna ile unachagua aina ya mstari unaotaka ukae sasa, kama ni R&B, kama ni za kienyeji, au kama ni hip hop. Sawa. Sawa, kabla hatujaenda kwenye album nyingine, walau hii tushaikimbiza sana. Kuna mtu mmoja ilikuwa ni ombi la mtu mmoja kule YouTube, alikuwa anasema lazima tuigusie hii moja kati ya collab zako. Sababu wewe unaza kwako nyingi sana, lakini kwa sababu hili ni ombi, wacha tuiguse, maana collab zako nilikuwa nataka tuziguse, lakini wacha tuiguse walau kidogo, na kwa ombi lake tusikilize na walau tupe story 2-3. AY machoni kama watu
Dude fulani hivi lilikimbiza sana Timeless na linaendelea kukimbiza bwana. Itabidi mtoka hapa mkapigania nje ili tuweke sawa. Machoni kama watu miaka ya 2000 pale mwanzoni AY bado kijana mdogo na wewe bado ndio hivyo mdogo nini likapigwa dude ambalo ni Timeless. Lipo hapa mpaka leo tunalisikiliza maclub na kwingineko. Sijui ilikuwaje atmosphere, lakini na wewe mwenyewe ukiwa unaisikia kazi hii una feel vipi? AY ni mtu wangu wa muda mrefu. Okay. Kwa hiyo kulikuwa hakuna ugumu sana wa mimi naye kufanya kazi. Okay. Unaelewa wale watu wako wa siku zote. Okay. Kwa hivyo nakumbuka hivi hata tulirekodia studio gani? Mbona sikumbuki chochote? Jamani, sio Bongo Records production. Bongo Records. Yeah. Kwa hiyo ni wale watu ambao akinipigia simu saa yoyote kama kuna jambo nafika. Okay. Hali kadhalika na mimi nikimpigia anafanya the same. Okay. Jambo zuri kuliko yote bana. AY yuko nasi hapa bana, anasema chochote bana. AY sijui hata yuko wapi sasa hivi, sijui ni Nairobi, sijui na maki asubuhi anaweza kuwa yuko Uganda afu mchana akakwambia niko Kenya bana bro. Sasa hivi sijui sasa hivi sijui yuko wapi AY, lakini anatujoin hapa kuzungumza na Jide JD. Tunafahamu hii ni miaka 25 ya Jide kwenye game. AY wewe ni moja kati ya watu wake wa karibu na mwenyewe hapa amekiri kwamba huyu ni rafiki yako sana. Una lolote la kutuambia Ambwene Yesaya aka Zela Magirini? Judith Wambura Mbibo, mimi namuitaga Mbibo, dada yangu, najua unanisikiliza hapo. Tulifanya kazi kwa Pifa kile Machoni kama watu, na nilivyoenda nilikuwa natamani sana niimbe naye. Nakumbuka ilikuwa ni 2003. Alafu nilikuwa natamani Jide, ambaye najua Jide ni rapper, kwa hiyo nilikuwa natamani sana aweze ku rap kidogo hata kama ni 4 bars tu, alafu aimbe na chorus pia. Kwa hiyo Pifa sasa wakati ule unajua ndio anatucontrol zaidi, unakuwa unashinda kuweka idea zako vizuri au kuzitetea. Kwa hiyo akasema bana huyu atabidi aimbe chorus tu peke yake. Lakini kiukweli ni kwamba tulifanya kazi vizuri, nikafanya na wimbo wake wa Mawazo na nyimbo zingine tumeisha kukutana naye kwenye nyimbo zingine. Kwa ilikuwa ni jambo zuri kiukweli yani. Na wakati huo yani Jide ni yani ndio queen wetu unajua kwenye industry, lakini alinifanya kazi nzuri na kiroho safi. Kitu ambacho kinanisikitisha kidogo ni kwamba tukue kufanya video ile Machoni kama watu, lakini I believe kwa mbele huko tunaweza tukatengeneza wimbo mwingine na tunaweza tukafanya video. Yes. All the best Jide, na you know mimi nakupenda sana. Wewe unajua na support kwa yani ni simu moja mimi niko hapo. Kwa hiyo kuna shida, respect and all the best kabisa kwa miaka yako 25 katika game. Asante. Yes saya. Bado umemsikia mwanao? Safari kama kushiriki kabisa, sio tu atajwe yani kashiriki kwenye kipindi. Safi. Okay. So shout out to Ambwene Yesaya bwana, mmoja kati ya watu poa sana. Leo acha nikusifie. Mmoja kati ya watu poa sana ambao nimekutana nao kwenye game na watu wastaarabu mno. Much love and respect. Sasa Jide, tulikuwa tumeigusia hii kidogo, wacha turudi kwenye mipango yetu. Lakini maswali kuna kitu nimekumbuka. No. Yale nani bwana. Hebu tusikilize kwanza hii. AY alishiriki humo, lakini ilikuwa ni wakati ambao vita ilikuwa imewaka TMK na huku maeneo ya Kishua Upanga huku walikuwa wanajiita East Coast Team. Sasa Jide alishiriki kwenye ile vita, lakini vita yake alishirikia kwa upande wa huku. Naikumbuka hii ama zao ama zangu. Naonyesha kabisa na mkono kabisa, nikasema Jide na nataka asa Jide kwa hii vita atampiga nani? Atampiga Nature, atamkamata KR. Ilikuwaje kwanza ukashiriki kwenye hii ngoma ya beef? Mimi hata kwanza sikuwa najua kama ni mambo ya beef. Niliambiwa kuna wimbo hapa, nikaona ni wimbo mzuri nafaa kuingiza chorus, nikafanya. Alafu nisingeweza kushiriki kwenye vita kati ya East Coast na TMK wakati huko nilishafanya kazi na kina Nyuma Nature. Kwa hiyo kwa mimi wote ni brothers. Umeelewa? Ila mimi nahisi haya mambo yanachangiwa na washabiki. Wanachochea moto mpaka wanamfanya msanii ahisi kwamba kile kitu kipo. Unaweza ikawa ni mambo ya kawaida tu, watu wanayashadadia mpaka inakuwa vita kweli. Kumbe maskini wewe wala uko unajua hii vita kabisa. Sasa mambo ilivyochemka pale. Mimi ilikuwa ni kwa upande wao. Okay.
mambo yalivyochemka pale. Wote wana play big sister role. Okay. Yeah. Jamani, mimi hata sikujua ujue. Mtamani kuniuliza kwa sababu sasa mimi nahusikaje kwenda kwa sababu nimeweka chorus huko. Mbona nimewahi kushirikiana pia na watu wengine huko. Kwa hiyo ukiniuliza kwa nini nimefanya wimbo na huu na wewe jiulize kwa nini nimefanya wimbo na wewe. Okay. Unajua kizamani ile na mabifu ya kuchocheana. Unajua Ujide huyu ndo anatugombanisha, huyu ndo kaka katikati, ndo kama referee hapo. Mimi nilikuwa namuuliza Jide. Hao watu wa zamani unafikiri kama wa sasa hivi au vijana wenu ambao wanataka kutukana tu akafanya hivi. Watu wa zamani walikuwa wanaheshimiana. Yeah. Hivi mimi nilikuwa nataka kujua pale kuna muda kwenye hii beef mambo ilichemka yani. Kuna siku moja watu walipigwa makopo kule, ilikuwa ni East Coast walienda kufanya show ya ushindani hivyo TMK vs East Coast. Sasa ndio walipopanda wao wanasema kwamba mashabiki ndio wanao. Kwa hiyo hayo makopo nani alipiga si mashabiki. Yani walipopanda ile ngoma nafikiri kulikuwa kuna makosa ilikuwa ni waandaji. Haiwezekani show ya kuwapatanisha watu wawili ikafanyika kwenye uwanja mmoja. Ile show ilifanyika Temeke, walipopanda East Coast show ikuendelea tena, pigwa chupa pale na nini, walioingia chini ya meza wakaingia, ilibidi East Coast watolewe na nafikiri na defender pale za polisi na nini. Kwa hiyo nilikuwa nasema sasa mambo yalivyochemka, ulijisikiaje au kuisikia hiyo siku mambo yalivyochemka? Ukwepo. Okay, nafikiri ilikuwa ni moja kati ya experience mbovu kabisa ambazo zimetokea. Unahisi hata kama isingekuwa Temeke kusingekuwa kuna vurugu? Naam, ile show yani hata kama isingekuwa Temeke yani kwa hali ilivyokuwa imefikia kwa kipindi kile, kwa mfano ingefanyika hata kama isingekuwa Temeke. Unajua ile kwa sababu wale walikuwa kwa nyumbani, ukitaka kujua kwa nini vurugu zilianza baada ya East Coast kupanda. Yani wenyewe walipoperform TMK ya kukuwa na vurugu, ile walipopanda East Coast. Mimi naelewa. Kwa hiyo na maana zilikuwa zinafanyika pale na watoto wa TMK Diamond Jubilee. Lakini walikuwa hasa unaanza kututia ubaya watoto wa TMK sasa. Hali halisi ndivyo ilivyokuwa. And ilienda mbaya sana kwa sababu hata ile kimtaa ile tulikuwa tunawamind tu yani. Tulikuwa tunawamind. Yani ni chuki za kuja. Yani watu wanajijaziaga tu chuki na vitu, wanajitengenezea story, wanaanza kuchukia. Yani kwa sababu yote ya msingi. Ile beef ilikuwa ni kati ya TMK na wana wa TMK versus East Coast. Okay. Peke yake kwa sababu East Coast walikuwa hawana tag la kupambana na watu na wana wa TMK. Wana bitkasi yao tu. Hawana wachache. Kwa hiyo wao walikuwa wanapambana wao kama wao as a group. Sasa lakini ukija huku TMK hata wakina Nature wasipokuepo. Yaani ukiuliza hata watu wa Upanga, kauliza watu wa Upanga wawili, unajua kwamba nyinyi watu wa Upanga mna beef na Temeke. Hawezi kutokea. Lakini nenda kawaulize wakina Jabiri wakati huo hapo wengi. Okay. Bana, na anko yangu mmoja yuko zake Mbeya hapo, anasema bwana mpe salamu nyingi sana Jide. Mbeya bado tunampenda sana. Nakumbuka 88 ya 2004 ulienda kutumbuiza huko, inaonekana huko. Itakuwa 2008 hapo ni miaka 21. Anasema ilikuwa poa sana. Asante sana na I say okay, hiyo nimeipenda. Kuna baadhi ya messages hapa na pale, nafikiri kama muda utaturuhusu pia tutaendelea kuzipitia. Mimi hapa sasa, kabla tujaingia kwenye session ya mwisho tena, na kukumbusha kwamba haya yote tunayafanya, lakini hitimisho lake ni Juni 13 na tunakutana wote Superdome, au sio bwana? Masaki. Yes, wewe jipange, njoo na yule umpendaye kama unaye, kama una unaweza ukaja aloni tu kama mimi vile fresh, lakini alimradi tu ili tukio usikose. Kimsingi tunazindua album ya 10 ya Jide JD, lakini pia itakuwa tunasherehekea rasmi miaka 25 ya kwenye game. Kwa hakika hii inakuwa ni historia ambayo itaendelea kuzungumzwa siku zote. Hupaswi kukosa. Be right back. Kwa upande ule kule, kituo kile. Kwa hiyo ilikuwa ni wimbo ambao naukumbuka kabisa kwa sababu alikuwa anafanya kipindi cha chat. Niliubonda sana yani, na ulikaa kwenye chat kwa muda mrefu sana nakumbuka. So ilikuwa ni wakati mzuri sana. Joto Hasira kutoka kwenye album ya Nothing But Truth bwana. Ilikuwaje hii? Joto kweli. Ulikuwa ni pengine kipindi hichi kilikuwa kipindi kigumu zaidi kwenye career yako Yeah, one of the hardest. Yeah,
vita za hapa na pale na nini zilikuwa zina kuzunguka hapo, ukapiga hii. Na kwa kiasi gani this song pia iliongeza hilo joto, na nakumbuka ilivyotoka ni kama badala ya kupunguza ndio ikaongeza kabisa joto. Aliweza ku maintain safi sana. Iliongeza kwa kiasi gani joto? Unajua watu wanapenda kusikia kile kitu ambacho kiko kichwani mwao, alafu wanataka kusikia kuwa je ni kweli. Kwa hiyo wakipewa confirmation ni kweli ndio wanapenda zaidi. Okay. Kuna mistari fulani ilikuwa inaonyesha kama kila kitu mnafanya pamoja, lakini mmoja anataka kuchukua kikubwa, na nafikiri miongoni mwa matatizo makubwa sana ya industry yetu yameanzia hapo. Tumepoteza wengi sana, wengine wameacha game, wengine nini, na nadhani ndio kitu ambacho nawe kilikukuta wakati huo ukao unaamua sasa upambane nacho. That battle, hiyo vita, hayo mapambano, sijui unaweza ukayazungumzaje, yalikugharimu kiasi gani mpaka kusimama hapa, ama kufika hapa? Maki ndo tunaizungumzia miaka 25, lakini hicho ndo kipindi ambacho pengine kiliweza kukutikisa zaidi. Vita yote unajua unapopigana either umeshinda au umeshindwa, lazima madhara yatokee. So unajua vitu vitavunjika. Yani kuna kutatokea uharibifu. Kwa hiyo hata kuja kurecover inachukua muda. Okay. Kwa hiyo nakiri kwamba yes, nilipata poromoko na mtikisiko mkubwa. Japokuwa nilipata ushindi. Lakini athari yake ilikuwa ni kubwa. Okay, na jinsi ambavyo changamoto zilizotokea na ukapambana, mwisho wa siku kashinda. Mwisho wa siku nini ambacho wewe ulijifunza kupitia hiyo situation? Kutokukubali kushindwa au kutokukata tamaa kabla ya mwisho wa kitu chochote. Iwe ni vita, iwe ni safari, iwe ni yani lazima upambane mpaka dakika ya mwisho. Safi sana. Kwenye hii safari nadhani Professor J ambaye amepiga verse yake huko alikuja kama kuunganishwa kwenye hii vita. Lakini ninachokumbuka zaidi ni kwamba walitokea wasanii wengine wa rap ambao walikaa upande wako, walikuwa ni wachache sana, so wengi, sambamba na Professor J. Ilikupa picha gani kwamba only hip hop artists ambao tayari wao wapo kwenye hii vita kwa muda mrefu sana ndo walikubali kuendeleza mapambano, lakini waimbaji wenzio kama wote waliona hapana, haya maji sisi hatuyaingia hata kwa namna gani? Sio kama ni wote. Watu walikuwa wanaogopa hata kupiga picha na mimi. So, ila nani pia alikuwa na ukaribu pia, Ramadi pia tuliona pia nani. Sasa Ramadi si hip hop mzee, wewe Ramadi mweke kwenye hip hop. Hata kama anaimba au si? Ni kama yeye Jide ni hip hop yani. Kwa ni lazima uwe na roho ya hivyo. Yaani hivi vitu sio for the weak. Ila kuitwa komando inamaanisha kabisa. Kama ukiwa weak huwezi. Okay. Sasa kwenye hii kuna mtu mmoja hapa amenitumia swali liko sensitive kidogo, ila kama litakuwa zito kidogo unaweza ukaliskip ile swali, ila kwa sababu aliniomba akaniambia na kupata ukiwa na Judith Wambura kwenye hiyo sehemu ambayo mnaizungumza hapa iliyosababisha joto na hasira, anataka kujua umewasamehe watu ambao ulisema Mungu akikupumzisha wasifike kamwe kwenye msiba wako. Anataka tukufahamu hizo. Anasema asante. Hizi pamoja tunakunywa. Hizo yalishaisha. Okay. Yaani hivi ni vile tu watu wenyewe wanapenda kuuliza, lakini sio kitu hata ambacho mimi napenda tena kukizungumzia. Ndio maana vishapita, yani hamna tena kitu kama hicho. Alright, sawa. Bwana asante bwana Frank Kasase Kadende kwa swali lako, na natumai umeshaweza kulipata vizuri kabisa. So, Nothing But Truth, hiyo jina la album lilichagizwa. Na nikumbushe tu huyo mtu kwamba hao watu wameshanipa tuzo juzi tu hapo. Okay. Kwa kama kungekuwa na issues ndani, kama kungekuwa na hiyo ndani. Okay, sawa. Jina la Nothing But Truth lilikuwa limechagizwa na nini? Ingawaje kuna wimbo unaitwa Truth nakumbuka. Ni kwa sababu vitu nilivyokuwa naelezea umo, kila kitu ni ukweli. Okay. Wa vitu vilivyokuwa vinatokea. Kwa hiyo ndio ikapelekea album kuitwa Nothing But The Truth. Okay. Sawa.
wakati wa yote haya yanaendelea ulikuwa ni wakati ambao pia tayari umeshakuwa na band Machozi Machozi band, na ilikuwa nayo ilikuwa inapitia the struggle kidogo na nini. Kuna mabadiliko ulikuja ukayafanya, kama manake wanasema when Machozi came out ilikuwa ina uwezo wa kupiga show 5 kwa wiki. Alafu baadaye zikawa zinakuja ku drop kidogo. Kama ambavyo tunasema kwenye vita, utakapopigana vita, baada ya vita majengo yatakuwa yamevunjika. Watu watakufa wengine. Umeelewa? Kwa haiwezi kuwa the same. Baada ya vita sasa unatakiwa usimame uanze kujenga empire yako tena upya. Okay. Kama una huo ubavu wa kujenga. Okay. Lakini kama utakuwa umepigwa mabomu ukafa, basi ndio unakuwa umekufa tena. Okay. Sawa. Lakini maybe unaweza tuambia pia, Jude umekuwa ni mfanabiashara kwa muda mrefu sana. Katika kupitia tu nilikuwa napitia articles mbalimbali wakasema kwamba moja ya vitu ambavyo vilikufanya ukawa strong hapo na kupambana na hizi battles zote pia ni kuweza kusimama vizuri kwenye biashara yako, hasa hiyo ya Nyumbani Lounge hapo. Ni kweli, kwa sababu mbali na kusema tu mimi kama Lady JD kutegemea shows labda za kuitwa au nini, kwa unapokuwa una restaurant, hiyo ni biashara tofauti. Wanakuja wanakula wanakunywa na vitu vingine, na bendi ambayo sio lazima niitwe na mtu yeyote sehemu, mimi mwenyewe tunaweza nikaanzisha gig zangu. Kwa hiyo I was financially stable, kwa hiyo nilikuwa naweza kujisimamia. Kwa hiyo ndio maana hata hilo lilipokuja ilikuwa ni rahisi kuweza kujikimu. Kwa hiyo ni sahihi kusema kwamba Nyumbani Lounge ilikuwa ndio mhimili kabisa ambao ulikuwa unakufanya unaegemea, ukipigwa huko unashikilia hapa. Yeah. Okay. Safi sana. So kwenye moja articles moja niliziona inasema kuwa kuna wakati ilikubidi uchague Nyumbani Lounge ama muziki. Ile kutokea hiyo? Hapana, haikuwahi kutokea kwamba nichague kati ya Nyumbani Lounge na muziki. Ni kwamba tu biashara zilivyoharibiwa ilibidi sasa unarudi chini, unafunga kila kitu, unakaa unajitathmini. Okay. Huwezi kuendelea kung'ang'ania kitu ambacho hakikupi faida. Kwa hiyo nilirudi, nikajiangalia, nikajikusanya, nikaanza upya. Kwa hiyo Nyumbani Lounge ipo tena. Shows zozote siku hizi nafanya labda once a year au twice a year. Naenda na maisha yangu mengine, naishi Europe huko, nikimaliza narudi. Kwa hiyo siishi tena kama vile nilivyokuwa nikiishi zamani. Okay. Sawa. So ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa na maswali mengi kidogo kwa sababu ya wimbo wa Joto Hasira, kwa sababu ni wimbo ambao ulikuwa umebeba feelings nyingi sana za Commando Jide, na hapo ndipo Commando ulikuwa umekamilishwa. Yaani zile nyota ndo walikupigia hapo kwenye Joto Hasira. Alright, sawa. Kuna wimbo Historia na unapiga hapa kidogo, wanakuwa wanausikia kwenye background kidogo. Ni kama ulikuwa unatupa darasa hivi la namna ya kuishi, kujipanga na mengineyo. The idea ilikuwa kuna sehemu uliona mfano ama nilimuona mtu ambaye alikuwa na pesa, alikuwa anatoa ofa sana tu kwa watu, yani hivyo kuwanunulia watu pombe, kumwaga hela, yani hivyo kuhonga au kutoa ile kwa sifa. Lakini baada ya muda pesa zikaja zikamshia. Okay. Na hao watu ambao walikuwa wakifanya sifa kwao kwa hizo, hakuna hata mmoja aliyekuwa karibu au kumsaidia zaidi ya kusema kwamba enzi zake jamaa alikuwa anafanya hivi, anafanya hivi. Kwa hiyo ikanipa idea ya kuandika wimbo, kwa sababu nilishuhudia situation yake wakati anazo mpaka wakati hana, wakati anazichezea mpaka wakati zinaisha inapotea, na hiyo inakuwa ni pigo moja takatifu sana. Lakini kwa heshima situmtaja. Na hakurudi kwenye hali yake nzuri as before. Manake alivyopotea kurudi tena kwenye alipotoka zamani. Mkuanja nazungumzia. Kwa sasa hebu labda nikatafute story yake, lakini mpaka mwisho najua alikuwa hajarudi kwenye ile hali ya zamani. Okay. Sawa. Huu wimbo bana last week tuliuzungumza lakini haukupigwa. Na najua ni moja kati ya ngoma pendwa za watu wengi sana. So naugusa kidogo hapa alafu tunarudi walau tumalizie, tuingie kwenye mida yetu ya lawama. Story nyingi. Akipewa dakika tujue kishamliza mtu yani. Wala. So walikuwa kwa kweli sana. Anyways, kwa sababu ulizungumza wiki iliyopita
namna ambavyo ulipata ile idea na nini. Mimi nilikuwa nataka uniambie siku ile watoto wale walipokuwa wanaimba shuleni. Kuna siku ulitembelea shule fulani, wale watoto waliimba kwa hisia, ni mpaka naona wewe mwenyewe ilikushangaza sana. Ile siku uli feel vipi mwenyewe? Vizuri. Yeah. Yani mimi mwenyewe wakati naangalia ilikuwa inanisisimua ile clip. Inafanya uone kuwa kitu ulichokifanya hakikupotea bure. Na hiyo inaonekana wazazi wao ndio wanasikiliza. Kwa sababu sasa wale watoto hizo nyimbo. Bwana nilishangaza kidogo, ni wimbo ambao sio yani Kwa hiyo wako na wazazi sahihi wanaowasikilizisha nyimbo sahihi. Okay. Man maji amemwaga maji yake, na kuna ngoma kadhaa umefanya naye kazi nyingi sana huyu jamaa. Unaweza kumzungumziaje producer Water? Kitu kimoja ambacho nafanya naye sio tu yule producer wa kukupa beat hapo imba maliza. Water tunaandika naye pamoja sometime. Water anatoa melody. Water anaweza kukufanyia back vocals. Kwa hiyo anafanya vitu vingi, na hata kwenye album ya Silver tumeshiriki, kwa sababu kuna nyimbo zingine nilikuwa nimechelewa kuzimaliza alafu deadline inafika, lakini najua mtu pekee ambaye nikisema wote naomba unaweza kuja saa 4, tunakutana saa 4, tunapapa ana deliver on time. Kwa hiyo ni mtu ambaye naweza kumtegemea saa ambayo ni ya majeruhi. Na anakuofa vitu vingi zaidi kama wewe umesema. Ananiofa vitu vingi zaidi, kwa hiyo nakuwa sitakiwi kufikiri sana. Kwa mfano wimbo wa Fala, mimi nilimwambia tu, nilimtumia maneno nikamwambia unaweza come up na melody ya kitu kama hiki. Nikampa maneno yote na mtiririko, akanitumia mara ya kwanza, nikamwambia isiwe kwamba ni kujigamba, iwe zaidi mara yani ile tuna discuss, then akanitumia mara ya pili ambayo ndo nikasema inafaa. Kwa sababu hiyo ni kwamba sina muda sasa wa kuanza kukaa kuchukua lyrics nilizompa na kutengeneza melody. Kwa hiyo nampa yeye lyrics anisaidie kutengeneza melody, afu tukutane tumalizie production. Sawa. Jide, tunashukuru sana. Yani sisi na wewe tunaweza tukapiga episode hata 10, make bado kuna madude mengi sana amebaki. Inshallah wakati mwingine mimi bado na idea yangu ile, iko siku na idea yangu inabidi tupige pale nyumbani lounge pale. Kuna kitu ninakiona kabisa kitatokea kizuri pale. Inshallah mimi nikaa na wasubiri na wapikie. Nafikiri iko siku tutaipanga tu. Najua tu hapo kwenye upiko alivyosema hapo nimesikia mkubwa wangu Sebo atafanya tu jambo, tutapiga siku moja yani. Hata kama ikibidi baada ya show siku ya kujipongeza tunapiga the classic pale, unaonaje? Tuseme inshallah. Sasa tu baada ya show akiwa anajipongeza, baada ya show basi tukampongeze na show pale. Sawa. Sasa Jide bana, muda wetu umefika ndugu yangu. Muda wa hela. Sisi tusinge Rashidi bwana. Sisi hatupendi hata tumpukutisha. Leo mtanihesabia, tukishamaliza mwisho tutatoa mwisho. Utatoa mwisho? Sawa. Kama nitako. Lakini ya leo na imani leo siwezi. Leo nimeweka unaona la kapochi kama kuja ni kadogo. Kwani hela wewe kwanza leo Jide nimeweka maswali rahisi kinoma yani. Yaani leo sidhani kama hauta tusikie. Mida ya lawama na Jide JD part 2 hiyo leo, na tunaanza la kwanza jepesi kweli Jide. Papa Wemba au Koffi Olomide? Papa Wemba. Umeona sasa, yani mepesi tu kama hiyo si hamna lawama hiyo. Kama karatasi vile, sawa. Unazipunguza. Mida ya lawama. Lazima tufanye hivyo. Kama mchoro hapa nyumbani. Mida ya lawama tunaendelea. Joe Makini au Fid Q? Hilo sio. Andika. Chukua hapo. Andika hapo, hiyo ni safi kabisa. Andika 10 hapo. Okay, la kwanza amelikataa bana Joe Makini ama Fid Q, sawa. Jingine jepesi kabisa yani ambalo tunaruka. Juma Nature au Inspector Haru? Hilo pia sio kujibu. Safi. Mbona jepesi sana ile Jide? Kalikataa. Jabiri mtu mzuri sana. Sasa wewe unanitajia watu ambao watu wote ni watu wangu. Ndio uzuri wake, ndio uzuri wa mida lao. Hapo namchagua nani? Haya. Namba 3. Tumeshauliza mawili Okay, haya sawa. Namba 3. Nauliza matatu. Mawili tu. Umeshauliza matatu. Matatu. Ili hapa tayari na ili hapa tayari na ili hapa tayari. Bado mingi. Sawa. Namba 4. Jocelyn au Mr. Blue? Mr. Blue. Go Mr. Blue. Namba 5. Nandi au Zuchu? Hiyo pia sio andika. So, Jabiri mtu mzuri sana Jabiri. Okay.
Namba 3, sawa. Alan Mapigo au Saidi Komoriel? Unajua kuna vitu vingine sio kwamba siwezi kuchagua, lakini sina ufahamu sana kuhusu au watu wawili. Yani kwa hiyo ndio maana last time nikakuomba unibadilishie. Okay. Kwa sababu nashindwa kufanya comparison. Kipara tumbadilishie hii ile fikiria ili nimeliweka pending. Unibadilishie. Ili tumbadilishie. Hebu fikiria wengine wawili na kuruhusu kwa sababu hii ndio liko kwenye list yako. Kwenye production. No, sasa hivi kwa sababu nafikiri kokote ambako ataweza kujibu, sawa Lakini hao si ni producers. Ni producers. Kwenye production. Sawa. Basi pitia wakati ambapo tuna check. Dunga au Manwater? Hapo sasa tena mtego mwingine mgumu. Hapo labda tu kama ni 10 natakiwa kutoka itoke. Hakuna langu utalipa hiyo. Swali la 4. Nipe langu leo. Sawa. Lakini Manwater alikuwepo kwenye nyingine huku. Kwa hiyo tunamuendeleza ama tunamwacha? Wewe tubadilishe hiyo. Sasa labda ubadilishe swali kama yupo kwenye nyingine. Ukuta hilo lingine. Hili nafikiri itakuwa jepesi. Manwater au Lamar? Manwater. Okay. Unaona hili jepesi kwako. Sawa, jingine. Mwasiti au Lina? Sasa hao watu wangu wote yani ni ngumu. Hapo pia siwezi kuchagua. Wewe niamini mimi, wewe uko na hivi unajua andika. Leo nilikuwa naamini maswali yangu ni rahisi sana. Sasa napata shaka. Hata leo ndio magumu zaidi. Sawa. Dully Sykes au Q Chiller? Swali simple kabisa. Dully Sykes, okay? Sawa, hili limeenda. Limebakia swali moja nadhani hapo moja limebakia ambalo ni Sarafina au Maua Sama? Unaona kama utakuwa unawaonea. Kwani wametoka kwa zama moja? Mimi nimeweka swali. Kwani hata nimeweka Zuchu na Nandi hapa Zuchu. Naona basi hiyo tu pia tutoe tuchangie station. Bana ikakataa maswali. Mbona leo imekuwa mengi? 6. Haina shida. Inawezekana maswali 6, sawa. Kulikuwa kuna swali moja ambalo hili halipo kwenye kutozwa fine wala nini. Hili lipo tu lenyewe linajitegemea kwa sababu maswali 10 yameisha. Ila hii ni kwa marafiki au ni marafiki zako, kwa hiyo inabidi uwajibu moja kwa mawili ambayo yani hii wala usipate shida, haina fine. Okay. Katika marafiki zako Sebo au Oscar? Nichague mmoja? Asiwezi kuchagua. Kwa hiyo haina fine tu iache. Hamna. Hili ilikuwa maswali extra. La mwisho sasa ni Oscar ama Edo Kumwembe? Hapo pia siwezi. Jabiri. Ilikuwa maswali ya nyongeza. Nataka niende kukaa huko nianze kusuja basi. Kwa hiyo umeshindwa kumchagua Jay-Z la Kaliua mbele ya chambuzi. Amechango make leo yuko na upcoming artist. Upcoming artist ambaye amepewa collab na wasanii wakubwa wote. Kwa mara ya kwanza. Okay, shout out kwa wote. Shout out kwa Mr. Sebo mwenyewe, Oscar, Edo Kumwembe na wote ambao wameshiriki leo, tunasema hivyo. Sasa Jidi bana, leo nimekupa hizi dakika hapa walau umalizane na raia ambaye anakusikiliza hapa, chochote cha kumwambia kabla ya tarehe 13 June. Okay, kwanza ni wa taarifu jambo la Jumatatu la tarehe 9 la kansa tumeliahirisha. Okay. Tutalitafutia muda, wakati mwingine tutalifanya. Kwa hiyo tunaomba radhi kwa usumbufu ambao utakuwa umejitokeza. Tunalitafutia namna ya kuliweka sawa. Lakini tarehe 12 ambayo itakuwa ni Alhamisi inayokuja, kitabu changu kinatoka. Kwa hivyo ningependa watu washiriki katika kukinunua, kukisoma, lakini pia tutakiweka online, unaweza kusikiliza wale ambao ni wavivu wa kusoma. Na vile vile tarehe 13 sasa siku ya Ijumaa ndio tunaenda kuhitimisha grand finale silver concert pale. Wanaume wavae zao black, wanawake wavae silver, wapendeze, waje pale
tusherekee miaka 25. Kwa dress code ni black na wanawake Black silver. Bana, mimi nataka mtu mwenye suti anipigie suti fulani ya black iwe na silver. Unaweza ukachanganya. Yupo huyo mtu? Kama yupo nipigie hapo suti fulani hivi black la silver hivi. Au vipi bwana? Unaweza ukachanganya. Sasa hujamwambia hata vipimo anapimaje sasa? Zinaitwa shining suit hizo. Wakati fulani hivi bwana Msomali alibadilisha industry ya America kaleta hizo shining, mpaka Jay-Z alivaa hizo shining suit, nakumbuka. Nyingine alimsomali ni shining suit man, unajua? Alimsomali CPDD. Kwa hiyo Jide, mimi nashukuru sana, tumekuwa na episode 2 za nguvu sana kusema kweli, na zimetupa mafunzo mengi sana. Asante kwa muda wako. Asante, nashukuru. Inshallah bwana, mimi bado nitapigania sana tupige pale ya 3 pale. Yaani lazima baada ya show hivi kama mambo yakiwa, mzee wangu Sebo, tupambane mzee wangu inshallah, au sio bwana? Sawa sawa. Yeah. Sasa hapa bwana sina la ziada.